I will talk with you in English for a while. Nitaongea na nyie kwa Kiingereza kwa muda mfupi. And then I will return to our official language. Na baadaye nitarudi kwa lugha yetu ya asili. Our national language. Lugha ya taifa letu. But at the moment, I have to speak in this language. Lakini kwa sasa natakiwa kuongea kwa lugha hii. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Why do we come to pray? Kwa nini tunakuja kuomba? Why do we come together as a church to pray? Kwa nini tunakusanyika kama kanisa ili kuomba? We can pray at our homes. Tunaweza kuomba majumbani kwetu As individuals. kama mtu mmoja mmoja. But why do we come together? Lakini kwa nini tunakuja pamoja? A church that does not pray together Kanisa ambalo aliombi kwa pamoja is not a united church. sio kanisa lenye umoja. A church that does not pray together Kanisa lisiloomba kwa pamoja is a church is connected to Jesus. ni kanisa ambalo halijaunganishwa na Yesu. A church that does not pray together Kanisa ambalo aliombi kwa pamoja is a weak church. ni kanisa ambalo ni dhaifu. It is not that just prayer. Sio maombi tu, It is coming in one accord ni swala la kunia pamoja in our hearts. katika mioyo yetu. Prayer is an issue of heart. Maombi ni kitu cha moyoni. But we cannot hide in prayer. Lakini hatuwezi kujificha katika maombi And we stop being obedient. na kuacha kuwa wanyenyekevu, Being obedient. kuwa watiifu. Obedience is very important. Utii ni kitu cha muhimu sana. So coming together is one of the obedience. Kwa hiyo kuja pamoja ni moja ya utii. Because God has said, Kwa sababu Bwana anasema, do not cease to come together as the saints do. usiache kukusanyika pamoja kama watakatifu wanavyofanya. So when you don't come where your fellow saints are gathering, Kwa hiyo kama hauwezi kuja pale ambapo watakatifu wenzako wanakusanyika. when I say the word saints, Ninaposema neno watakatifu, I mean God consecrated people. namaanisha watu wanaotokana na Mungu. So such people, Kwa hiyo watu hao they obey God. wanamheshimu na wanamtii Mungu. Obedience is the key of everything in God. Utii ni ufunguo wa kila kitu kwa Mungu. But what do we obey? Lakini tunatii nini? The voice of God. Sauti ya Mungu. The voice of God is in words. Sauti ya Mungu ipo katika neno. It is in written words. Ipo katika maandishi. It is in the voice. Ipo katika sauti. People can hear each other. Watu wanaweza wakajisikiliza wenyewe kwa wenyewe. But what is surprising? Lakini nini ambacho kinatisha? People don't hear from God. Watu hawasikii kutoka kwa Mungu. What is the problem? Nini tatizo? Raise me 100 people. Niinulie watu 100. Raise me 10 people Niinulie watu 10 who fear sin. ambao wanaogopa dhambi. Who fears sin. Ambao wanaogopa dhambi. Who hates sin. Ambao wanachukia dhambi. But desire God. Lakini wanampenda na wanamhitaji Mungu. Such people Watu hao will make nation tremble. Watafanya ulimwengu au mataifa kutetemeka. When they stand before God, Wanaposimama mbele za Mungu, God will listen to them. Mungu anawasikia. We have such people.
Tunao watu hao. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. We have got Daniel. Na pia Danieli. People will stand before God. Watu ambao wanasimama mbele za Mungu. God will answer them. Na Mungu anawajibu. We got people like that. Tunao watu kama hao. A friend of mine. Rafiki yangu. Isaiah and Jeremiah. Isaya na Yeremia. Who taught Ezekiel? Ambao walimfundisha Ezekiel. Who taught Hosea? Ambao walimfundisha Hosea. Who taught Daniel? Ambao walimfundisha Daniel. Who taught Amos? Ambao walimfundisha Amos. So people can be taught to fear God. Kwa hiyo watu wanaweza kufundishwa kumwogopa Mungu. People can be taught to hate sin. Watu wanaweza kufundishwa kuchukia dhambi. But in order to have power, lakini ili kupata nguvu, to overcome sin, ili kushinda dhambi, and to overcome the world, na kushinda ulimwengu, and to become conquerors, na kuwa washindi in the order of Christ Jesus, katika njia ya Yesu Kristo, we have got no alternative. Hatuna njia nyingine. We have to go in the order of Christ Jesus. Tunatakiwa kwenda kwa njia ya Yesu Kristo. Prayer. Kwa maombi. The Bible says Biblia inasema in Hebrews chapter 5, Waebrania 5 verse 7 to 8. Mstari wa 7 mpaka 8. When Jesus was in this flesh and blood, Yesu alipokuwa katika mwili, damu na nyama, he used to cry and pray. Alikuwa akilia na kuomba, shedding tears, akitoka machozi before his Father. Mbele ya baba yake. You see, Jesus was tempted. Unaona, Yesu alijaribiwa. Jesus was tested. Yesu alijaribiwa. So who makes you think that you're not going to be tempted? Kwa hiyo nani anakuambia kwamba hauwezi kujaribiwa? You can overcome by prayers. Unaweza kushinda majaribu kwa maombi. But in the obedience of the voice of God. Lakini kwa utii wa sauti ya Mungu. Which is the word of God. Ambayo ni neno la Mungu. And we call that faith. Na tunaita hiyo imani. And faith does not work without love. Na imani haiwezi kufanya kazi pasipo upendo. Love, upendo, motivates. Inahamasisha. Faith, imani, activates. Inatenda. So without faith, kwa hiyo pasipo imani, you can't please God. Hauwezi kumpendeza yeye. And faith is hearing from God. Na imani ni kusikia kwa Mungu. So because you know you came from God, kwa sababu unajua umetoka kwa Mungu, you have to hear from God. Unatakiwa kusikia kwa Mungu. That makes you have a relationship with God. Hiyo inakufanya kuwa na uhusiano na Mungu. So we have got this two kind of prayer. Kwa hiyo tunayo aina mbili za maombi. We have got heartfelt prayer. Tuna maombi ya kutoka maombi ambayo yanatoka moyoni. Heartfelt prayer. Maombi yanayotoka moyoni. I will give an example of heartfelt prayer. Natoa mfano wa maombi yanayotoka moyoni. It's like this. Ni kama hivi. You take a big log. Unachukua jiwe kubwa. Big logs. Unachukua kisiki kikubwa. Big logs. Kisiki kikubwa. If you grew in African traditional homes. Kama umekulia katika hapa Afrika. You know, a father will be having about 3 wives. Unajua mwanamume au baba anaweza akawa na wake hata 3. Africa polygamous is something that is actually the blood. It's a traditional thing. Kuoa wanawake wengi kwa Afrika ni kama kitu cha asili. So with these wives will be built houses. Kwa hiyo hao wanawake watakuwa wamejengewa nyumba. And also there will be a specific house for the husband. Na kutakuwa na nyumba special, nyumba ya kipekee kwa ajili ya baba. Yeah, the husband does not go to the wives. Ambapo lakini mwanamume haendi kwa wale wanawake. The wives comes to the husband. Lakini wanawake ndio wanakuja kwenye nyumba ya mwanamume. By the timetable. Kwa ratiba. And even eating.
Hata wakati wa kula, hata there is a way of eating. kuna namna ya kula. Men gather around the fire, Wanaume wanakusanyika kwenye moto, and this fire is close to where the hearts are. na huu moto zipo karibu na ile zizi. Because we Africans, Kwa sababu sisi wa Afrika we are cattle keepers. ni watunza mifugo. We are animal keepers. Ni watunza mifugo. We are also planters. Na ni wakulima. That's why God blessed us with good natural resources. Ndio maana Mungu ametubariki na uasilia mzuri. So a father will gather with his sons. Kwa hiyo baba anakusanyika pamoja na watoto wake wa kiume Around the fire. wakiuzunguka moto. It has to be around the fire. Inatakiwa iwe wamezunguka ule moto. So that you can see each other. Ili waonane kila mmoja. And that fire, na huo moto is coming from big logs. Unakuja kutoka kwa visiki vikubwa. Even when it rains, hata kama mvua ikinyesha, the fire in the logs don't die. Moto unaotoka katika vile visiki hauwezi kuzimika. It will be used the following day. Utatumika hadi siku inayofuata. At night. Usiku. And also the fire, hata pia na moto, was used to scare away wild animals. Ulikuwa unatumika kuogopesha wanyama wabaya. So it was a security. Kwa hiyo ilikuwa ni ulinzi. Do you understand? Je, unaelewa? Those who are born in towns don't understand these things. Wale waliozaliwa mjini hawaelewi haya mambo. So that fire, kwa hiyo huo moto will stay months and months. Utakaa hivyo miezi na miezi. Because we didn't have much sticks. Kwa sababu hatukuwa na miberiti. So we didn't have time to make fire every time. Kwa hiyo hakukuwa na muda wa kutengeneza moto kila wakati. You know how we made fire? Je, unajua jinsi tulivyokuwa tunatengeneza moto? We used to take a wood and we take a stick. Mti mlaini na tunachukua kijiti. And then that stick, na hicho kijiti, we put it on the soft tree. Tunaweka katika ule mti mlaini. And then we do like this. Na tunapikicha kama hivi. For a long time. Kwa muda mrefu. And then fire comes out. Na moto unatokea. So that's why we used to keep our fire on the logs. Kwa hiyo ndio maana tulizoea kutunza moto katika visiki vikubwa. Do you understand? Unaelewa? Do you really understand? Unaelewa? So in the same way, ndivyo ilivyo, if the heart is full of God's desire, kama moyo umejaa matakwa ya Mungu, it's like a log full of fire. Ni kama kisiki ambacho kimejaa moto. It will go before God. Utaenda mbele za Mungu. It will cry before God. Yatalia mbele za Mungu. It will not stop. Hayataacha. It will continue. Itaendelea until there's a glow. Mpaka itokee jibu au kuna mlipuko. Until there's a light. Mpaka kunatokea mwanga. A glow. Inatokea mwanga mkubwa. Big glow. Mwanga mkubwa. That's how. Hivyo ndivyo. Those who go before God. Wale wanaenda kwa Mungu. Who have got God's desires in their heart. Ambao wana matakwa ya Mungu ndani ya mioyo yao. They don't pray in the limit of time. Hawaombi kulingana na muda, yani kwa muda fulani. They pray according to the glow inside them. Wanaomba kulingana na ile mwanga au ule mwanga ambao unatoka ndani yao. The more they pray, jinsi wanavyozidi kuomba, the more the glow. Ndivyo mwanga unavyozidi kuenea. Because you cannot be a prayerful person. Kwa sababu huwezi kuwa mtu muombaji without the word of God in you. Pasipo neno la Mungu ndani yako. Oh Lord, Mungu, I have kept your word in my heart. Nimeweka neno lako ndani ya moyo wangu. That I may not sin against you. Ili nisikutende dhambi. Those who have got the word of God in them.
Wale walio na neno la Mungu ndani yao, they do not cease in prayer. hawawezi kuacha kuomba. They have got always what to pray for. Kila siku wanacho kitu cha kuomba. All the time, Wakati wote they have got something to pray for. wanacho kitu cha kuombea. Because they live in the desires of God. Kwa sababu wanaishi kwa matakwa ya Mungu. My question today, Swali langu leo, are you living in what you pray for? je, unaishi kwa kile unachokiombea? What are you praying for? Je, unaombea kitu gani? Are you praying for food? Je, unaomba kwa ajili ya chakula? That means you live for food. Inamaanisha unaishi kwa ajili ya chakula. What are you praying for? Unaombea nini? What you pray for determines what you are living for. Ambacho nakiombea kinamaanisha unaishi kwa ajili ya kitu kile. I challenge you today Ninawapa hamasa siku ya leo to have God's desire in you. kuwa na matakwa ya Mungu ndani yenu. There's also another kind of prayer. Kuna aina nyingine ya maombi pia. This prayer, Haya maombi it comes from the heart, yanatoka ndani ya moyo, but with a little fire. lakini na moto kidogo, But what remains is the mouth. na kinachobaki ni mdomo, ni kinywa. What comes out of the mouth, Kile kinachotoka katika kinywa which is not from the heart. ambacho hakitoki ndani ya moyo. These people can pray Hawa watu wanaweza kuomba within a short time. kwa muda mfupi, They've got no any other prayer. wanakosa kitu kingine cha kuombea. You tell them, thank God. Unaambia shukuru Mungu. They pray within 2 minutes. Wanaomba kwa dakika 2, They've got nothing to thank God for. wanakosa kitu cha kumshukuru Mungu. They're like small sticks. Ni kama vijiti vidogo vidogo. We call them chaps. Small sticks. Where you put them together, Ambavyo ukiviweka kwa pamoja, you light them unaviwasha, for a short time, vinawaka kwa muda mfupi, but they will actually have great fire within a short time. Watakuwa na moto mkubwa ndani ya muda mfupi. And then when the wind comes, Na upepo unapokuja, it is gone. vinazimika. When the rain comes, Mvua inapokuja, it's like there is no fire. inaonekana pale hakukuwa na moto wote. These are people who do not pray for God's desire. Hawa ni watu ambao hawaombi kwa matakwa ya Mungu. They pray for their own desires. Wanaomba kwa matakwa yao yenyewe. I live for God. Ninaishi kwa Mungu. I live for God. Ninaishi kwa ajili ya Mungu. I am glad I belong to Jesus. Ninafuraha niko chini ya Yesu Kristo. I want what Jesus wants Ninataka kile Yesu anachotaka for his own benefit. kwa faida yake mwenyewe. If it is not of his benefit, Kama sio kwa faida yake I mwenyewe, don't need it. sihitaji. I have got one life, Nina maisha moja, Jesus. Yesu Kristo. And my connection to Jesus Na muunganiko wangu na Yesu is my fellowship with him ni ibada yangu au umoja wangu na yeye, through his word kwa kupitia neno lake and heartfelt prayer. na maombi yanayotoka ndani ya moyo, And that is commitment. na hiyo ndio kuwajibika. God wants you to be committed Mungu anataka uwajibike to what concerns him, kwa kile kinachomhusu yeye, and then you'll be committed to what is concerning you. na hapo ndipo atawajibika kwa kile kinachokuhusu wewe. Am I talking to somebody? Je, naongea na mtu? Commitment. Kuwajibika That's what moves God. ndicho kinachomuongoza Mungu. Mungu Has got everything. anacho kila kitu. Everything Kila kitu belongs to God. kiko chini ya Mungu. And all things Na vitu vyote are possible with God. vinawezekana kwa Mungu. And to him that believes God, Na kwa yeye anayemwamini Mungu, all things are possible to him. kila kitu kinawezekana kwake. Because you believe in God whom everything is possible. Kwa sababu namwamini Mungu ambaye kila kitu kwake kinawezekana. So when you believe in God, Kwa hiyo unavyomwamini Mungu, it means your desires inamaanisha hitaji lako, matakwa yako
no longer exist, hayaishi tena, but his desires. lakini matakwa yake ndio yanayoishi. So by knowing that, Kwa kujua hilo, you will be committed to him, utajitoa kwake, because all things belong to him. kwa sababu kila kitu kiko chini yake, All things belong to him, kwa sababu kila kitu ni cha kwake, and all things are possible with him. na kila kitu kinawezekana kwake yeye. So the moment you take God's desire to be your desire, Kwa hiyo pale unapochukua matakwa ya Mungu kuwa matakwa yako, you are in partnership with God. umekuwa na muunganiko na Mungu. So God will look for the following. Kwa hiyo Mungu ataangalia vifuatavyo. Let me give you an example for a little bit. Ngoja nikupe mfano kidogo. You have not come to a God whom things are impossible before him. Hujaja kwa Mungu ambaye vitu haviwezekani kwake yeye. You have come to a God whom everything is possible to. Umekuja kwa Mungu ambaye kila kitu kinawezekana kwake yeye. Everything Kila kitu is possible to him. kinawezekana kwake. It only takes your faith. Inachukua tu imani yako. And that faith has to come from him. Na hiyo imani inatakiwa itoke kwake. Hello? Hello. Faith is different from belief. Imani ni tofauti na kuamini. You never get that in Swahili. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Let me give you an example. Acha nikupe mfano. If everything belongs to God, Kama kila kitu ni cha Mungu and all things are possible to God, na kila kitu kinawezekana kwa Mungu, why is God saying that we give tithe? kwa nini Mungu anasema tutoe zaka? Why is God saying, don't come to me without anything? Kwa nini Mungu anasema usije nyumbani kwangu au kwangu mikono mitupu? Doesn't that sound crazy? Hauoni hiyo inaonekana kama ukichaa fulani? If all things belong to him, Kama kila kitu ni cha kwake and all things are possible to him, na kila kitu kinawezekana kwake, why should I bring tithe to him? kwa nini nilete zaka kwake? Why is he commanding me to bring tithe to Kwa him? nini ananiamuru nilete zaka kwake? I'm just giving an example. Ninatoa tu mfano. God does not need your sacrifices. Mungu hahitaji sadaka zako. You need your sacrifices. Wewe ndio unahitaji sadaka zako. God does not need an offering. Mungu hahitaji matoleo yako. You need your offering. Unahitaji matoleo yako. That is one of his principles. Hiyo ndio moja ya kanuni zake. To test you. Kukujaribu wewe. If you're committed. Kama unajitoa. You're committed. Utawajibika. Kama unawajibika. To his desires. Kwa matakwa yake. So he tests you on that. Kwa hiyo anakujaribu wewe katika hilo. So if you cannot be committed to give God what belongs to him. Kwa hiyo kama hautawajibika kwa Mungu kile kinachomhusu Mungu. If you cannot be committed to give God what belongs to him. Kama hautawajibika kumpa Mungu kile kinachomhusu yeye. It means you are not trusted. Inamaanisha hauaminiki. To be given what belongs to God. Kupewa kile ambacho ni cha Mungu. Which means you don't have God's desire in you. Inamaanisha hauna matakwa ya Mungu ndani yako. So you cannot give anything to God. Kwa hiyo hauwezi kutoa kitu chochote kwa Mungu Before you give yourself. kabla hujajitoa wewe mwenyewe. So when you give yourself. Kwa hiyo unapojitoa mwenyewe. When we say we are going to fast and pray. Tunaposema tunaenda kufunga na kuomba. You will rejoice over that. Utafurahia kuhusu hilo. Because Jesus one day said. Kwa sababu Yesu siku moja alisema. This kind of devil. Pepo la namna hii. This kind of problem. Tatizo la namna hii. This kind of obstacle. Kizuizi cha namna hii. Cannot go. Hakiwezi kutoka. Without prayer and fasting. Pasipo kufunga na kuomba. But God is there. Lakini Mungu yuko pale. Why do we pray and fast? Because that is the way to show that we are committed to him. Kwa nini tunafunga na kuomba nini? Ni kwa sababu tunaonyesha kwamba sisi tunawajibika kwake. And that one of the way he has put as a source of power. Na hiyo ndio njia aliyoweka kama njia ya nguvu. To empower us. Kutupa nguvu sisi. That we may overcome.
kwamba tunaweza kushinda, that we may know he is in our circle, kwamba tujue kwamba yuko katika mzunguko wetu, that we may know he is with us, kwamba tujue kwamba yuko pamoja na sisi. Do you understand? Unaelewa? God has given you free will, Mungu amekupa uchaguzi wako mwenyewe, and that free will na huo uchaguzi is in your heart, ni upo unatoka ndani yako, in your heart, ndani ya moyo wako, and upo in your mind. na katika akili zako. That's why God does not know what is in your heart. Kwa hiyo ndio maana Mungu hajui kilicho ndani ya moyo wako. I am choosing my words very carefully. Ninachagua maneno yangu vizuri sana. That's why God does not know what is in your heart. Ndio maana Mungu hajui kilicho katika moyo wako. He does not know what is in your mind. Hajui kilicho katika akili zako. But he is all-knowing God. Lakini yeye ni Mungu anayejua kila kitu. So he has to test your heart. Kwa hiyo lazima ajaribu moyo wako. And he has to test your mind. Na ajaribu akili zako. Nia yako. Nia yako. Why are you giving this thing? Kwa nini unatoa hiki kitu? What is your mind? Nia yako ni nini? Behind this. Nyuma ya hiki kitu. You get that? Unaelewa hiyo? So what you give is not important. Kwa hiyo unachotoa sio muhimu. As the way you give it. Kama vile jinsi unavyokitoa. That's why after giving, ndio maana baada ya kutoa, God comes to your heart. Mungu anakuja katika moyo wako. To check your heart. Kuangalia moyo wako. The condition of your heart. Hali ya moyo wako. That's when we want to pray. Ndio maana tunataka kuomba. And listen to God. Na kumsikiliza Mungu. Be listened to by God. Na kusikilizwa na Mungu. The condition of heart is very important. Hali ya moyo yetu ni muhimu sana. So what is your condition of your heart? Je, hali ya moyo wako ukoje? Why do you come to God? Kwa nini unakuja kwa Mungu? Do you come to God for God's desire? Je, unakuja kwa Mungu kwa matakwa ya Mungu? Or for your own desire? Au kwa matakwa yako mwenyewe? Ask your neighbor, why have you come this morning? Muulize jirani yako, kwa nini umekuja asubuhi ya leo? We have got this rule in our kingdom. Tunazo sheria hizi katika ufalme wetu. You don't come to sing in this ministry. Hauwezi kuja kuimba katika huduma hii when we have not seen you for 2 to 3 weeks. Kama hatuja kuona kwa wiki 2 hadi 3. You just come and start singing. Unakuja tu na kuanza kuimba. No, we don't entertain that. Hapana, hatupendezwi na hilo wala. This is Jesus' family. Hii ni familia ya Yesu. It is for those who are available. Ni kwa wale walio wanaonekana. Who obey. Wanaotii. And do. Na kufanya. What Jesus has commanded them. Kile ambacho Yesu amewaamuru. It's not for those who are far away. Sio kwa wale walio mbali. Who are not obeying what God is saying. Wale wasiotii kile Mungu anachosema. And not doing what God is commanding. Wala kile ambacho hawafanyi kile ambacho Mungu anafanya. We don't know what you're doing there. Hatujui ulichokuwa unafanya huko. How many do you understand? Wangapi mnaelewa? That's why we consecrate ourselves. Hello. You're going before God. Sio swala la kwenda mbele za Mungu. It's an issue of order. Ni swala la utaratibu. Obeying order. Kutii utaratibu, kufuata utaratibu. Is an issue of heart. Ni kitu cha moyoni. So God comes to check your commitment to Him. Kwa hiyo Mungu anakuja kuona uwajibikaji wako kwake. Before God releases His blessing to you. Kabla Mungu hajaachia baraka zake kwako. He wants to see if you're committed to Him. Anataka kuona uwajibikaji wako kwake. I've got good news to you. Nina habari njema kwa ajili yako. If you're born again, Christ-like. Kama umezaliwa upya kwa Kristo. Kama Kristo. Kama umezaliwa upya kama Kristo. Amen. Alipofufuka alikuwa amezaliwa upya. Hapo yule Kristo alisulubishwa. Ingawa na alama zile zile zenye damu zile zile, makovu yale na vidonda vile ni vibichi. Lakini alipofufuka akawa mwili wake sio kuharibika tena. Huwezi kusulubisha tena. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndio kuzaliwa, tumezaliwa upya. Alipokufa tukafa naye, alipofufuka tukafufuka naye. I'm trying to search people.
I am talking to such people who are born again by Christ Jesus. Ninaongea na watu kama hao ambao wamezaliwa kwa upya kama Kristo alivyozaliwa upya. Are you with me? Mko pamoja nami? I want to show you something. Nataka nikuonyeshe kitu. To know that it's about commitment. Kujua kwamba ni kuhusu tu kuwajibika. You see, when God took the Israelites out of Egypt, Unaona Mungu alipotoa wana wa Israeli kutoka Misri by the hand of the prophet, kwa mkono wa nabii Musa, what happened? nini kilitokea? When they arrived in the desert place, Walipofika jangwani, God tested them. Mungu aliwajaribu. He gave them hunger. Aliwapa njaa. He gave them thirst. Aliwapa kiu. That is Deuteronomy chapter 8. Kula Torati nani? That is Deuteronomy chapter 8. God himself says, I tested your hearts Mungu mwenyewe anasema nilijaribu mioyo yenu and your minds na nia zenu to see, kuona, which means he couldn't see before he tests you. inamaanisha kwamba hakuweza kuona kabla hajawajaribu. So when God tests you, Kwa hiyo Mungu anapowajaribu, he wants to see the way you behave. anataka kuona jinsi utakavyotenda By your deeds, kwa matendo yako, by your thoughts. kwa maneno yako. Oh. Hello? When he gave them thirst, Alipowapa kiu, they started grumbling. walianza kulalamika. Oh, Moses, why have you brought us to this place? Kwa nini Moses umetuleta katika eneo hili? They went hungry. Walipopata njaa, They said, Moses, Musa, what kind of food is this? Oh, chakula cha namna gani hiki? give us meat. Tupe nyama. But where can you get meat from this desert? Lakini unaweza ukapata nyama wapi katika jangwa hili? Is your God able? Je, Mungu wako anaweza? We have remembered in Egypt, Tumekumbuka Misri where we used to eat cucumber tulipokuwa tunakula matango and onions. na vitunguu. And God heard them Na Mungu aliwasikia, and came annoyed. akaja amekasirika. He said, Quails, Akawaita kwale, come here. njooni hapa, Let them eat meat. ngoja wale nyama. And they ate meat. Na walikula nyama. Instead of going to the stomach, Badala ya kwenda tumboni, it came out of their noses. nyama zikatoka katika pua zao. God tests his people. Mungu anajaribu watu wake. Even in your schools, Hata katika shule zenu. you cannot go to another class without being tested. Hauwezi kwenda kwenye darasa lingine kabla haujafanya mtihani. And you have to qualify. Na lazima ufaulu. Who do you think brought that idea of schooling in the world? Unadhani nani alileta hilo swala la shule katika dunia? Where did it come from? Kilitoka wapi? From God. Ni kutoka kwa Mungu. You have to go to another level by qualification. Unatakiwa uende katika nafasi nyingine kwa kufaulu kwako. But God's qualification to you, Lakini ufaulu wa Mungu kwako, you have to be committed unatakiwa kuwajibika to his desire. kwa matakwa yake. Ask your neighbor, Muulize jirani yako, what are you about to pray about? je, unataka kuomba nini sasa hivi? Whatever God says, Chochote ambacho Mungu amesema, whatever God promises you, chochote ambacho Mungu amekuahidi, whatever God has decreed and declared through his mouth, chochote ambacho Mungu amekitamka kupitia kinywa chake, that is your desire. hiyo ndio matakwa yako. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Because in that declaration, Kwa sababu kwa hayo matamko, when you live by that declaration, kama utaishi kupitia kwa hayo matamko, you are committed to that declaration, na matakwa yako yakawa kupitia hayo matamko, when you live by that declaration of God, kama utaishi kwa matamko ya Mungu,
It means you're living by the desires of God. Ni kwamba unaishi kwa matakwa ya Mungu. And they will happen. Na yatatokea. And when they happen, na yanapotokea, people will see them. Watu watayaona. And they will praise God. Na watamsifu Mungu. In your life. Katika maisha yako. If you tell them it is God. Na kama ukiwaambia kwamba ni Mungu. So before you are taken up, kwa hiyo kabla hujachukuliwa juu, you have to be down. Lazima uwe chini. Before promotion, kabla ya kuinuliwa juu, ya kupandishwa cheo, kuna nafasi pale. There is opposition. Kuna kushushwa chini. There is opposition. Kuna kupingwa. Yes. Are you with me? Uko na mimi? Number 1 in the commitment. Namba 1 katika kujitoa. When we are committed to the desires of God. Ukiwa umejitoa kwa ajili ya matakwa ya Mungu. Ukiwa unawajibika katika matakwa ya Mungu. I want you to understand this. Nataka uelewe hili. The moment you say in your heart, ule muda unaosema katika moyo wako, I want to be committed to God. Do you know what happens? Je, unajua nini kinatokea? God stands aside. Mungu anasimama pembeni. He looks at you. Anakuangalia. And then he allows his creation. Kwa hiyo anaruhusu uumbaji wake. The devil, Shetani, the people, watu, the environment, mazingira, to remove everything you have. Kuondoa kila kitu ulicho nacho. And then you remain the way you are. Na unabaki kama ulivyo. I don't know whether I'm talking to somebody. Sijui kama naongea na mtu hapa. Because I know you want to pray. Kwa sababu najua unataka kuomba. But we must pray the right way. Lakini tunatakiwa kuomba kwa njia sahihi. You're with me? Upo na mimi? Do you remember when my friend Saul? Unakumbuka rafiki yangu Sauli? When Jesus met him. Yesu alipokutana naye. And he told him. Na akamwambia, Saul, Saul. Sauli, Sauli. Why are you pricking me? Kwa nini unanipinga? He said, who are you? Akauliza, wewe ni nani? He said, I am Jesus. Akajibiwa, mimi ni Yesu. You know what Saul said? Unajua nini Sauli alisema? What do you want me to do? Unataka nifanye nini? Most of people want God to do for them. Watu wengi wanataka Mungu afanye kwa ajili yao. But Saul, here is Saul. Lakini Sauli, here is Saul. The Bible says Saul was committed to the laws of to the doctrines of his domination or religion. Biblia inasema Sauli alikuwa anawajibika katika yale matakwa au sheria za dini yake. Yes. He was committed. Alikuwa anawajibika. Even himself. Hata yeye mwenyewe. He said there is no one above him who was committed to the laws as the Pharisees. Alisema kwamba hakuna mtu yeyote aliyewajibika kwa sheria zao, hata Mafarisayo kama yeye. He was above everyone. Alikuwa juu ya wote. But when he met Jesus, lakini alipokutana na Yesu, and he knew it is Jesus, na akajua ni Yesu, the first thing he asked for Jesus, kitu cha kwanza alichomuuliza Yesu, he didn't say forgive me my sin. Hakusema samehe dhambi zangu. When we know he was killing Jesus people, wakati alikuwa anajua anaua watu wa Yesu, what did he do? Lakini alifanya nini? He asked Jesus. Alimuuliza Yesu, what do you want me to do? Unataka nifanye nini? Oh Lord. Bwana wangu. He wanted the desires of Jesus. Alitaka matakwa ya Yesu. He wanted to be committed to whatever Jesus was committed to. Alitaka kuwajibika kwa kile ambacho Yesu anawajibika kwake. What is your first question to Jesus? Swali lako la kwanza kwa Yesu ni nini? Ni lipi? Can we have some people who can answer us here? Tunaweza kupata watu wanaweza kutujibu hapa. Saul asked, what do you have for me to do?
Sauli aliuliza, una kitu gani ambacho nataka mimi nifanye? And he was told, go to one person called Anania. Akamwambia, nenda kwa mtu mmoja anaitwa Anania. He will come to you. Atakuja kwako. And he will lay hands upon you. Atakuwekea mikono. And you will see. Na utaona. And then he will tell you what to do. Na atakwambia nini cha kufanya. Jesus never told him what to do. Yesu akumwambia nini cha kufanya. He told Saul. Alimwambia Sauli, you'll meet a man. Utakutana na mtu. Who will tell you what I want you to do. Ambaye atakwambia kile ambacho nataka wewe ufanye. We have got a generation that do not want to listen to us. Tuna kizazi ambacho hakitaki kutusikiliza sisi. They don't want to be committed to us. Hawataki kuwajibika kwetu. They don't want to be committed to us. Hawataki kuwajibika kwetu. When we have their commitment to Jesus, we have got their commitment to Jesus. Wakati tuna uwajibikaji wao kwa Yesu. We have got their desires. We have got their desires of Jesus. Tuna matakwa yao ya Yesu. They don't understand us. Lakini hawatuelewi. They want to go to Jesus direct. Wanataka waende kwa Yesu moja kwa moja. Jesus will direct you to us. Yesu atawaongoza kwetu, atawaelekeza kwetu. They don't like that. Hawapendi hilo. Now I'm standing here. Sasa nimesimama hapa. On behalf of Jesus. To direct you. Kukuongoza wewe. On the desires of Jesus. Kwa matakwa ya Yesu. On what concerns you to do. Na kwa kile unachotakiwa kukifanya. If you're going to escape that, kama utakimbia hilo, there's nothing will happen to your life. Hakuna chochote kitakachotokea. No matter how many prophets will lay their legs and their hands upon you. Haijalishi ni manabii wangapi watakuwekea mikono juu yako. And their legs. Na miguu yao juu yako. And the anointing oil. Na mafuta yao ya upako. Nothing will happen. Hakuna kitakachotokea. Commitment. Uwajibikaji. Check your neighbor and say commitment. Mwambie jirani yako uwajibikaji. So the moment you become committed, kwa hiyo muda utakapokuwa mwajibikaji, utakapowajibika, the moment you decide to commit yourself to God, wakati ukiamua kuwajibika kwa Mungu, to what God desires, kwa kile ambacho ni matakwa ya Mungu, this is what comes. Hiki ndicho kitakachokutokea. You'll be tested. Utajaribiwa. So what is God testing? Kwa hiyo Mungu what is God testing you for? Mungu anakujaribu wewe kwa nini? In the commitment. Katika kuwajibika kwako. We got these two things. Tunavyo vitu viwili. Persistence. Mwendelezo. Persistence. Mwendelezo. And consistency. So in the commitment, there are two things. Consistency and persistency. Katika kuwajibika kuna vitu viwili. Mwendelezo wa kile ambacho unawajibika kwalo na msimamo wako katika hilo. Good. Did you hear that? So when you are consistent, kwa hiyo kama una msimamo in what you are persistent to do, na kwa kile ambacho unaendeleza kukifanya, you will receive skill. Utapokea maarifa. You receive understanding. Utapokea uelewa. You receive knowledge. Utapokea you receive wisdom. Utapokea hekima. You receive the power. Utapokea nguvu to back you. Are you with me? Uko na mimi? I know you people. Nawafahamu. You like Swahili. Unapenda Kiswahili. Consistency and persistence. Uwajibikaji unakuja na msimamo na mwendelezo katika msimamo wako. You understand? Unaelewa? The moment you become persistent, pale unapoamua kuendeleza ule msimamo wako, there will be what is called perseverance. Lazima kuwe na uvumilivu. Perseverance. Uvumilivu. Why do you persevere?
Kwa nini uvumilie? Because you will be tested. Kwa sababu lazima ujaribiwe. If you are the right person, Kama wewe ni mtu sahihi, even if God knows you are the right person, hata kama Mungu anajua wewe ndiye mtu sahihi. He knew the Israelites were the right people Alijua wana wa Israeli walikuwa watu sahihi to take to Canaan, kuwapeleka Kanaani, but they never arrived in Canaan. lakini hawakufika Kanaani. They failed their test. Walifeli, walishindwa mtihani wao. So in the perseverance, Katika uvumilivu you bear a fruit. Unavuna tunda. Do you know the fruit? Je, unajua tunda? Long suffering. Mateso ya muda mrefu. There shall be pressure. Lazima kuwe na pressure Exactly upon you ambayo inakuwa juu yako on what you're committed to do. katika ule uwajibikaji wako. Pressure is very important. Pressure ni ya muhimu sana. It will remove everything that's bad. Itaondoa kila kitu ambacho kiko nyuma yako. It also determines, Na pia inaonyesha, are you worthy for it? je, wewe ni sahihi katika hilo? So anything bad about it Kwa hiyo kila kitu kibaya kuhusu hicho will be removed by pressure. kitaondolewa na So pressure. if you can be perseverance, Kwa hiyo if you can persevere on pressure, kama utavumilia katika ile pressure, you can be counted worthy to go another stage. utaruhusiwa kwenda katika stage nyingine. Look at me. Angalie, No matter where you are, haijalishi hapo ulipo, you must have time to pray. unatakiwa uwe na muda. No matter how busy you are, Haijalishi uko busy namna gani, you must have time to read the Bible unatakiwa uwe na muda wa kusoma and the Biblia time to pray. na muda wa kuomba. A person who does not pray Mtu ambaye haombi is an arrogant person, ni mtu ambaye ni mbaya sana, very proud person, mtu ambaye anajiinua, a person who cannot be taught in the way and things pertaining light and life. mtu ambaye hawezi kufundishika katika vitu vinavyohusu Kristo na Yesu. Life and light. Uzima na nuru. Vinavyohusu uzima na nuru. They believe in their own understanding. Wanaamini katika akili zao wenyewe. So a church without the Holy Spirit guidance Kwa hiyo kanisa bila uongozi wa Roho Mtakatifu is a curse. ni laana. So we have got many curses around Kwa hiyo tuna laana nyingi zimetuzunguka in the name of churches. kwa majina ya makanisa. Are you committed? Je, unawajibika? What are you committed? Unawajibika kwa nini? And then answering, are you committed? Je, unawajibika? What are you committed? Unawajibika kwa kipi? So the moment you say I'm giving tithe, Kwa hiyo wakati unasema natoa zaka, I want to see whether it works. nataka kuona kama inafanya kazi. It works. Inafanya kazi. It always works. Siku zote inafanya kazi. But the moment you say I want to be committed to pay tithe, Lakini wakati ukisema kwamba nataka niwajibike kutoa zaka, you start giving, unaanza kutoa, you start giving, unatoa, and God starts responding, Mungu anaendelea kujibu, and then He tests you. baadaye anakujaribu. What about your love? Vipi kuhusu upendo wako? Commitment without love is a curse. Kuwajibika pasipo upendo ni laana. Everything is hard. Everything is hard. Kila kitu ni kigumu. That's why most of people run away from the church. Ndio maana watu wengi wanakimbia makanisani. They run away from salvation. Wanakimbia wokovu. They think it is a hard thing. Wanadhani ni kitu kigumu. Because they don't have the love of God in them. Kwa sababu hawana upendo wa Mungu ndani yao. To commit themselves on God's desire. Kuwajibika wenyewe
kwa matakwa ya Mungu. To the God that loves them when they were sinners. Kwa Mungu yule aliyowapenda hata wakati wakiwa wadhambi. And he gave his only begotten son, Jesus Christ. Na akatoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo. That moment, wakati huo, look at me. Niangalie. Because we want to pray. Sababu tunataka kuomba. That moment, muda huo, the devil does not come. Shetani haji. He cannot touch you. Hawezi kukugusa. He cannot come near. Hawezi kukusogelea. No man can come close to you. Hakuna mwanadamu anayeweza kuja karibu yako. No man can do anything against you. Hakuna mwanadamu anayeweza kufanya kitu That moment juu yako. Kwa muda wakati huo is the heavenly Father. Ni Mungu wa mbinguni. The heavenly Father. Ni Mungu wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni. The heavenly Father. Ni baba yetu wa mbinguni. Who will come to you. Ndiye anakuja kwako. Himself. Yeye peke yake. To test you. Kukujaribu. Not devil. Sio shetani. Do you remember about our father Abraham? Je, unakumbuka kuhusu baba yetu Ibrahim? In English, Abraham. Kwa Kiingereza Abraham. You know, he waited for this child for 25 years. Unajua alimsubiria huyu mtoto kwa miaka 25. Called Isaac. Anaitwa Isaka. Isaka was not Abraham's desire. Hakuwa matakwa ya Ibrahim. It was God's desire. Alikuwa matakwa ya Mungu. Because God will say, Abraham, I will make you a great nation. Kwa sababu ni Mungu aliyemwambia kwamba Ibrahimu, nitakufanya taifa kubwa. Out of you, na kutoka kwako, all nations shall be blessed. Mataifa yote yatabarikiwa. I shall make you great. Nitakufanya kuwa mkubwa. I shall bless those who bless you. Nitambariki anayekubariki. I shall curse those who curse you. Nitamlaani anayekulaani. This is not devil talking to Abraham. Sio shetani anayeongea na Ibrahim. This is God's desire to Abraham. Hii ndio matakwa ya Mungu kwa Ibrahim. So Abraham had to ask to be committed to God. Kwa hiyo Ibrahimu alitakiwa alifanya kuwajibika kwa Mungu. So Abraham believed God. Ibrahimu alimwamini Mungu. What happened? Nini kilitokea? 25 years. Miaka 25. That's when the child came. Ndipo mtoto akaja. After 25 years. Baada ya miaka 25 of commitment ya kuwajibika to God's desire. Kwa matakwa ya Mungu. Persistence. Kwa mwendelezo and consistency. Na kwa msimamo. In believing in God's desire. Kwa kuamini matakwa ya Mungu. That whatever God says, kwamba kile chochote ambacho Mungu anasema, He will bring it to accomplishment. Atakifanikisha na kitatokea. He believed in Him. Alimwamini Mungu. The more he grew old, jinsi alivyokuwa akiendelea kuzeeka, the more he believed in God. Ndivyo alivyozidi kumwamini Mungu. The more Ibrahim grew old, jinsi Ibrahimu alivyokuwa akiendelea kukua na kuzeeka, the more he believed in God. Ndivyo alivyozidi kumwamini Mungu. You see, when you are committed, no matter what happens, unaona kama unawajibika, hata chochote kitokee. When you are committed to God, no matter what happens, kama unawajibika kwa Mungu, haijalishi chochote kinachotokea, it cannot remove you from God's desire. Hakiwezi kukutoa katika matakwa ya Mungu. I am talking to JC family. Ninaongea na JC family. A people who are going to change this nation. Watu wanaoenda kubadilisha taifa hili. A people who are going to change this continent. Praise Jesus. We are talking to a JC family. Tunaongea na wana JC family. No matter where they are. Popote walipo. They are going to shake this continent. Wanaenda kutikisa bara hili. By righteousness. Kwa haki. By justice. Kwa hukumu. They are going to do things that pertains to light and life. Wanaenda kufanya vitu vinavyohusu uzima na nuru. They are fearless people. Ni watu wa kuogopwa. They are fearless people. We have been tested. Tumejaribiwa.
We have been tempted, tumejaribiwa, but we are still here. lakini bado tuko hapa. We are unshakable. Hatutikisiki. We belong to Jesus. Sisi ni wa Yesu. We know what we believe in. Tunajua nini tunachokiamini. We are committed to that. Tunawajibika katika hicho. We are persistent. Tunaendeleza katika hilo. We are committed. Tunawajibika katika We are hilo. consistent. Tumesimamia hilo. No matter what happens. Haijalishi chochote. So I told you, the moment you decide now, Kwa hiyo nilikwambia wakati ukiamua sasa and you take some steps, na unachukua hatua, Satan does not come. Shetani hawezi kuja. It's God the Father. Ni baba yetu. It's God the Father. Ni Mungu baba yetu. You know why? Unajua kwa nini? I know that. Najua hilo. Jesus said, Yesu akasema, do you know about the disciples' prayer? je, unajua maombi ya wanafunzi? You call it Lord's Prayer. Unaita sala ya Bwana. It is not the Lord's Prayer. Sio sala ya Bwana. It's the way the disciples are supposed to pray. Ni jinsi ambavyo wanafunzi wanatakiwa kuomba. Heavenly Father, Baba yetu wa do mbinguni, not lead us into temptation. usitutie majaribuni. So who takes you there? Kwa hiyo nani anakupeleka huko? It's the Father. Ni Baba. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, keep them from the evil one. walinde na yule adui. Walinde na yule muovu. It's the Father. So he came to Abraham Kwa hiyo alikuja kwa Ibrahimu when Isaac was about 13 years old. wakati Isaka ana miaka kama 13 to 13. 17. Miaka 13 hadi 17 katikati hapo. These are very big boy. Huyu ni kijana mkubwa sana. He knows what he's doing. Anajua kila kitu. And God came to Abraham Na Yesu Mungu akaja kwa Ibrahim to test him. kumjaribu. Abraham, Ibrahim, give me your beloved son, nipe mtoto wako mpendwa Isaac. Isaka. Go to one of the mountains. Nenda kwa mlima mmoja wapo. I will show you Nitakuonyesha and sacrifice him. na mtoe sadaka. Burn him to ashes. Mchome hadi majivu. Abraham never hesitated. Ibrahimu hakusita. The following morning, Asubuhi iliyofuata, early in the morning, asubuhi na mapema, he took Isaac. alimchukua Isaka. They went. Walitembea. You can read the rest of the story. Utasoma story iliyofuata. He was committed. Aliwajibika. Nothing could stand between him and the love of God. Hakuna kilichosimama kati yake na upendo wa Mungu. So when you have the love of God in you, Kwa hiyo kama una upendo wa Mungu ndani yako, it means you love God. inamaanisha unapenda Mungu. You will follow God's principle. Utafata matakwa ya Mungu. You will do what God commands us. Utafanya kile ambacho Mungu anakuambia. No matter how busy you are, Haijalishi uko busy kiasi gani. if we are a family, Kama ni familia, that's when we flow together. ndio tunapoenda kwa pamoja. But if you're not doing what we are doing, Lakini kama ufanyi kile tunachokifanya, and you're part of us, na wewe ni mmoja wetu, you are a thorn in our flesh. wewe ni mwiba katika miili yetu. A time will reach. A time will reach Muda utafika when you show yourself that you're a thorn. ambapo utaonyesha wewe mwenyewe kwamba wewe ni mwiba, Because you are never committed together with us kwa sababu haukuwajibika pamoja na sisi to a common cause. kwa wito wetu Wa pamoja. wa pamoja. Now we have come together Kwa hiyo tumekuja pamoja that we may pray. ili tuombe. And the Lord has said, Na Bwana anasema, pray for 7 days. omba kwa siku 7. The beginning of this month Mwanzo wa mwezi huu and 7 days of the end of this month. na siku 7 za mwisho wa mwezi huu. Fast and pray.
fungeni na kuomba. We must be persistent Tunatakiwa tuwe na mwendelezo and consistent na kuamua katika hilo and be committed na kuwajibika to the voice of God. kwa sauti ya Mungu. Congratulate yourself for being here. Jipongeze mwenyewe kwa kuwa mahali hapa. Do we go together? Tunaenda pamoja. I told you about the tithing when God comes to test you. Yeah? Nimekuambia kuhusu, I give an example of tithe. Yeah? nimetoa mfano wa zaka kama wakati Mungu anakuja kujaribu. It will give tithe. He said give tithe. Anasema toa zaka. And the moment you start giving, Na muda ule unaanza kutoa, He comes to test you. anakuja kujaribu. Everything concerning you Kila kitu kinachokuhusu come to a standstill. kinasimama. He wants to watch what you say, Anataka kuona utasema nini, what you think. utawaza nini. That's why David said Ndio maana Daudi alisema in Psalms 98, katika Zaburi 19, a very difficult psalm na ni Zaburi ngumu sana to so many people, kwa watu wengi, not to us. sio kwetu. When you read Psalms 98, Unaposoma Zaburi 19, you will understand day speaks to day. utaelewa kwamba siku Mchana. mchana inasemezana na mchana, And night speaks to night. na usiku inasemezana na usiku. So night is a personality, Kwa hiyo usiku ni mtu and day is a personality. na mchana ni mtu. And David looked at it, Na Daudi aliangalia and he told God, na akamwambia Mungu, may the words of my mouth naomba maneno ya kinywa changu and the thoughts of my heart na mawazo ya moyo wangu have acceptance before you, yapate kibali mbele zako Yesu. forever. So that whatever he thinks Kwa hiyo ili kila kitu anachowaza in his heart katika moyo wake should be the same thing that he speaks. kiwe hicho atakachokizungumza. That's why in our hearts Ndio maana katika mioyo yetu we believe, tunaamini, and by our hearts na kwa mioyo yetu we believe tunaamini, and we receive righteousness. na tunapokea haki. By our lips Kwa midomo yetu we speak out tunatamka what we believe in our heart, kile tunachoamini katika mioyo yetu, and we receive the salvation na tunapokea wokovu of whatever we desire. na kwa chochote tunachokihitaji. So this day, Kwa hiyo siku hizi as we go to pray, tunapoenda kuomba, let us pray from our hearts acha tuombe kutoka ndani ya mioyo yetu, and be committed to live what we pray for. na tuwajibike kwa kile tulichokiomba. Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Are you sure? Una uhakika? Have you understood? Umeelewa? So there is nothing impossible with God. Kwa hiyo hakuna kisichowezekana kwa Mungu.